wezi wananya matangazaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Safara ushabaha na utukufu leo amara saya rongozana be kama kawaida uliho harma mwezi mtukufu sangawa ajidi ya nzuani bali sinalamu mushurie Ramadhani ya khairi na baraka na suha njema insha Allah taala. Mwenyezi Mungu ajalie azidubarikishe Komoro, Mwenyezi Mungu ajalie aongeze maadini nsijuvani ile dini izidi kufuzu na kubarikishia arma idara ya ajidi sitongo nyingi rakojar na nizana tu baadhi za mahadisi amba vale rais wa daula uliho ya bunguli nilremetunia mafia wajib hal zina la daula Komor, hal zina la Komor arenge lahi banza na serikali ya arongoza wa Komor arinterpele wasi makomorien onsi pia kakulam harme daraja fanye za lazimwani za hahe na serikali bandarongo kashia ni zimbawa za serikali zonsi pia na hususani dezahusu yankiba hiyo ni agidi l'administration générale des impôts et des domaines, hiyo ni la douane, zote zunguzo za hii tissu economique ya daula ya Komoro arongoza na wasirikia artashia bandu za mécanisme ristienziani ni za husu au niveau ya la douane et application immédiate ya taux réduit ya 30% au niveau ya la douane kakula shuntu shaja na kadi bandari jouar mas bandari za Komori na kadi harmazi zinjia za aeroplani anamjomba zi vol commerciaux zi suspendewa bez vol cargo zozava. Donc au niveau donc ya douane des applications ya taux réduit à 30% kakula madini yangiao beraziner la kovani rangusuku raisala halagua be raisala gua wai annoncer arma waziri wa imani le secteur bancaire ajato a arrêté d'application en date du 30 mars. Et là le 30 mars aja a déterminer za husu za la douane na wasi hunu wa empo wafo nsojilimite la kwe des atouron waziri wa imani atashia mba le rekamba harma sharia au législateur comorien avio wa patente du 1er janvier au 30 mars itashua amba ili patente hiyo baanda zideleza koma le 30 mars watulwa tena na miezi miwili, yani vovola ushabaha mabahazazi miezi miwili, yani hiyo ni avril na ime ile isahilishe mabahazazwani zao za kawaida za kakula suku anasijua mba uno zito ini. On est parti d'une crise sanitaire et on va forcément vers une crise économique à l'échelle internationale. Il a shaka kashindu hitawa zote zikuli. En tout cas isahilishe mabahazazi wapari watempu watekeleze wajibu za harma daula, harma serikali.
Allah na billahi ben simwambia ni amba yule patente ne la kwa bana be bali tazi idepo ya déclaration de revenu ne ya harma is train de mesures za rengwa ne yo ingia omo mlivyo wazikar ya revenu za mabazazi yani tsirongwa patente tsirongwa depo ya fiscali na mlivyo waikar revenus za compte provisionnel ile zirepusewa zdele na zeshansi pia zirepusewa ile isahilishe tsongwa bani mabahaza zwapo wapare waendelee na zazi zao wapare watempumu wapare wasi abakasi jua watekeleza wajibu zao wajua wafanya na zo walindwa nazo na serikali. Nisimwambia maana ya hususi declaration de revenu depo ya declaration de revenu les kama Mfaransa si tubwa un grand pays industrialisé la France les kama la France accorde un mois ya report harma depo Komoro dawla Komoro rais wa dawla atashia mezmi patente ya kokoma SDLza kokoma yani ils ont dit ça le 1er janvier c'est comme le 30e mars au-delà on soit appliquer majoration de pénalité donc vani ja riziwa nambla ba lazimani reve banza lazimani tuendelee na zao be huendelea yani hutampumu na huendelea na nafasi zao na zao yo kaisi yani kaiswa exonéré attention woka exonéré wa vani mkinshia wantu elosh namna des délais doit reporter wazo za journée wa les échéances za journée wa une patente du 1er au 30 janvier rambula na fani na report na 2 mois wana tena bande avril tiani komao mois de mai jusqu'au 30 arrivé patente à Jésus batala avavo tukailiva asingia sous le régime des majorations de la pénalité hala de la même façon watu wakatashua harma muhula do du 1er janvier au 30 mars wa déposer les déclarations de revenus zao walive na zwala zimwana wazilive le quart yazimali zao watashua wakana muda du 1er janvier au 30 mars watuvula tena muhula supplémentaire ambao toujours waende jusqu'au 30e mais kava ala hala na vão se lever équivoques voici watu wanu wa exemptewa au wa exonerewa non les délais les a prolongewa les a ajournewa ile waparo wa timpumo yankiba tissu économique si balihe mais kama pas il n'a jamais été question il y a exemption ou exonération ya zabari vavo ron wasfun ajidin zwan pour approcher de lesini ani expiration ya délai l'autre le 28 avril c'est que l'ambalo le 28 avril la kona hanizana tu amba alahala vale au fur et à mesure senda na délai rambula na rais wa dawla ya complétoire harma arrêté d'application harma dispositions à arrêté d'application ya ministre des finances amba va ça va le 30e mai le 28 avril batami sur sangeli donc sina haniza wananyatwana wadugurie waje watekeleze wajibu zangina ambapo rais ame diskuria ndembali swafi ana atashamba une taxe professionnelle unique il s'endata le 30 septembre 2020 les récompenses van France des incislona ankiba hoda ndona zizilona mali stongozini pia wakorde zinyushuzini watu wa delia ya mwezi donc ITPU une taxe professionnelle unique yotola ngula senda qu'est-ce qu'on va me casser liva mtu atujua je wa alona zinafasa atujua jalivi
ukasi na zinafasi avola force avola zinafasi ambazo jo atempo aliva imma alive pole pole imma nakajoliva alive tout de suite mais avola muda van le 30 septembre 2020 vavo solongo wa kwezi amba madalo na zenye savavo hauraji amba i consequences zitongo zinarongwa vavo yani zi avantage na privilege zini serikali na urais wa daula astoa ini zini limite za report para le 30e mai mtu kasha tekeleza ziwaji turu yule patente yule depo yazlia fiscal kwezi wavo rjongia harma regime ya penalité na majoration na mzito karavinzo venzara ndatara wasuli wavo insha Allah taala nasirna tama amba mabahazazo yetu au watu waelevu au watu wa sulihivu au watu waelewao waelewa amba serikali ya Komoro rais wa daula afanya zahi sacrifice wala sidivani tu wambansila kwa armwa wa yempo agite umzwani be arma mipaka na daraja za salia serikali afanya zwaji ajibu zwaji za mtoka avo msozia wao amvo shida marhaba naombani rendez-vous insha Allah taala en tant que de besoin kapula waika événement rahi na kushirikiana marhaba ni kutana msimu watu mmoja hapa hapo kwenye presi mmoja tu armwa Somali lecteur vandu tsawani wa confiner wa na lazima jalive va watu tsan ba warma bisafara lazima jalive tasaka wasidi tijwani watu na kando deleni parohana kawasi mzara fikira mba nakava antwalo harma 14 nakava antwalo harma régime ya confinement bisfikira mba dès lors où vano wasikakata na wazito hondo wamuzirongo akakula kati kawasi yani une administration des textes de loi, des textes réglementaires et des textes administratifs, des actes administratifs quoi. Le haut arma 14e, le arma régime à 14e, le haut arma régime à confinement. Le commerce yani wao zinafasa contenir les contextes régionaux. Kusijua wa tapala même kinshia au délégué mtu asibua le commerce va fonctionner. Et donc il est habilité à jaji besoin za mlazimwani avasavani e-commerce qu'est-ce fonctionne ubaya takele ubaya ni lazima ujolive ne voit pas dans l'incapacité ma kutojwa boa pour des raisons X ou Y rangishi une administration qui fonctionne selon les règles zakensi des règles préétablies rangishi wahirangishia wasi sur la base de bonne foi yao ce joueur ami marle lukamba ce joueur Samine j'ai diligenté enquête j'ai diligenté équipe on a vérifié ndokuwarangishia naka voa authenticité voa véracité arma stongorambio arma korea ikava sudito tsoko wozi aini han kakula situation donnée voa startibu voa nazinzia za ukamba shi administration wa nzia sana ta proximité ama situation za conflit na mivurano na mashindano marabani. Pouvez-vous nous dire brièvement